Karibu ujiunge na channel ya Lisha Ubongo kuangalia tukio zima la uteuzi wa Papa mpya baada ya kifo cha Papa Francis. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jina langu ni Hamida Abubakar. Tunaanza na taarifa kuu ambapo makardinali jijini Vatican wamemchagua Papa mpya kuliongoza kanisa Katoliki. Papa huyo mpya amechagua jina la Leo wa 14. Jina lake asilia ni Robert Prevost, raia wa kwanza kabisa Marekani kuongoza kanisa Katoliki. Huu ndio wakati ambao tangazo hilo lilifanywa katika roshani ya kanisa la St. Peter, huku maelfu ya waumini na watu wengine wakikusanyika katika eneo hilo kutazama. Na huu ndio wakati ambapo moshi mweupe ulianza kufuka kwenye dohani la kanisa la Sistine kuonyesha kwamba angalau theluthi mbili ya makardinali wamekubaliana ni nani atakayemrithi Papa Francis. Kufuka kwa moshi huo kumesababisha sherehe nje ya ukumbi wa St. Peter's huko Vatican. Makundi yameonekana kusherekea na kupeperusha bendera huku kengele za St. Peter's Basilica zikilia. Makardinali hao wamefanya uamuzi wa haraka kwa sababu kura zilianza kupigwa tangia jana Jumatano. Uchaguzi wa mwisho wa papa ambao ulimchagua Papa Francis mwaka 2013 ulijiri kwa siku 2 na ulihusisha kupiga kura za raundi 5. Hivi sasa tunajiunga naye mwandishi wa BBC Anthony Irungu mubashara kutoka Vatican. Irungu, unanisikia hapo ulipo? Kwanza kabisa tueleze kipi kinajiri wakati huu wa sasa huko Vatican? Naam, historia imeandikishwa hapa Vatican. Kwa mara ya kwanza kabisa tumepata papa wa kwanza kutoka Marekani, na ni jambo ambalo halikuwa likitarajiwa kwa sababu hakuwa miongoni mwa wale ambao walikuwa wanapigiwa upato kuwa mapapa. Hivyo basi wakati alitangazwa kulikuwa na watu walishangilia, lakini kuna wengine walikuwa wanauliza ni nani haswa ameweza kuchaguliwa. Lakini baadaye watu hata sasa hivi wanaendelea kushangilia, wanaendelea kujifahamisha kuhusu huyu ni papa yupi, ambaye pia inashangaza kwamba aliweza kuteuliwa kuwa kardinali miaka 2 iliyopita na baadaye akaweza kufanywa kuwa kiongozi wa kuteua maaskofu kote ulimwenguni. Na hii inaonekana kwamba ni wadhifa ambao ulimpatia nafasi kubwa ama muonekano wa kuwa papa anayefuata. Na kwa sasa wacha niungane na Padri John Kivosio ambaye yuko hapa Roma. Tueleze, unahisi vipi kama Mkatoliki baada ya hiyo shughuli? Kuna furaha kwanza kwa sababu tushampata papa, na sasa ile nafasi ambayo iliachwa na Papa Francesco imeweza kujazwa. Kwa hivyo kwanza kuna furaha. La pili, tuna furaha pia kuona lile zoezi alikuchukua muda mrefu. Ni kuona kwamba makardinali hawakuwa na mzozano pale ndani. Kwa hivyo wameweza kutupatia kwa haraka papa mpya. Alafu pia kuna mshangao, manake yeye ni papa ambaye kidogo hatukuwa tunamtarajia, hakuwa anasemwa sana, lakini watu walikuwa wanamuona ni kardinali ambayo ni shupavu na anaweza kuwa papa, lakini hata kama si sasa, lakini pengine katika zoezi wakati mwingine. Na tuelekee kwenye jina lake ambao amechagua jina Leo. Jina Leo lina maana gani katika kanisa la Kikatoliki? Naam, Leo amechukua jina la Leo wa 14. Ukiangalia nyuma kulikuwa na Papa Leo wa 13 ambaye yeye alikuwa na sifa kubwa ya kuweza kuunganisha watu na alikuwa na maono makubwa haswa sana kwa wafanyikazi. Kuna document ambayo alitoa ambayo ilionyesha mfano wa haki za watu, ilikuwa inaitwa Rerum Novarum, ambayo ilikuwa ni jambo kubwa sana katika kanisa alilotoa papa kuongelea masuala ya watu wote, haswa sana wafanyikazi duniani kote. Kwa hivyo huyu papa akona hizo nyayo za Papa Leo wa 13, pengine atakuwa na hayo maono ya kuunganisha kanisa wote hata nje ya kanisa, manake huyo ndiye alikuwa Papa Leo wa 13, alikuwa na maono ya wote, wengi na wote. Kwa hivyo na kuna wengi ambao walikuwa wanatarajia kwamba tunaweza angalau kwa mara ya kwanza tunaweza pata papa Mwafrika ama kutoka bara Asia.
hii ina maana gani? Ni kwamba Afrika hatujafikia hicho kiwango cha kupata papa? Mimi kwa maoni yangu naona kwamba, manake ukiangalia kanisa la Afrika iko na takriban karne 4. Kanisa la Europa imekuwa hapa kwa hizo karni zote. Kwa hivyo naona hii kwenda Amerika ni njia kwamba tuko njiani. Papa Francesco alikuwa wa Latin America. Papa huyu amekuja leo wa 14 ni wa Amerika. Sasa pengine awamu itakuwa ya Asia na Afrika wakati mwingine, kama ndiyo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Lakini hili ni kuonyesha papa anaweza toka mahali popote na akiwa na umri wowote. Asante sana Padre kwa wakati wako. Nashukuru sana. Naam, Hamida, umesikia hapo kwamba tumepata papa mpya katika kutoka Marekani katika historia ya kanisa Katoliki, na tutasubiri kuona ratiba yake itakuwa vipi katika siku chache zijazo. Na asante sana Anthony kwa mahojiano hayo. Tukisonga mbele, Kardinal Robert Francis ambaye amekuwa askofu mkuu wa kanisa la Katoliki nchini Marekani ameteuliwa kuwa kiongozi wa kanisa la Katoliki duniani. Anachukua mahala pa marehemu Papa Francis ambaye alifariki mwezi uliopita. Lakini yeye ni nani? Alizaliwa Septemba 14 mwaka wa 1955 katika eneo la Illinois katika jimbo la Chicago nchini Marekani. Mwaka 1977 alijiunga na kuwa padri katika kundi la Mtakatifu Agostino katika jimbo la Mtakatifu Louis. Agosti mwaka 1981 alitawazwa rasmi kuwa padri wa kanisa Katoliki. Alipata masomo yake ya ushemazi katika chuo cha mafunzo ya kidini cha Chicago ambapo alifuzu na stashahada. Sasa alipata daraja la upadri tarehe 19 Juni mwaka 1982 na pia vile alipata leseni yake mwaka 1984. Kisha akatumwa kufanya kazi katika utume wa Chulucanas huko Piura nchini Peru. Mnamo 1987 katika miaka hiyo alitunukiwa shahada ya uzamivu. Katika mwaka huo alichaguliwa kuwa mkurugenzi wa misheni ya jimbo la Agostinian la Mama wa Mshauri Mwema. Papa Francis alimteua kuwa mshirika wa shirika la makasisi mwaka 2019 na mshiriki wa shirika la maaskofu mwaka 2020. Aprili mwaka 2020 mwaka huo Papa alimteua kuwa msimamizi wa kitume wa dayosisi ya Callao. Januari mwaka 2023 Papa Francis alimteua Kardinali Prevost kuwa mwenyekiti wa tume ya kipapa ya Amerika ya Kusini. Na hii leo Kardinali Robert Francis amechaguliwa rasmi kuwa kiongozi wa kanisa la Katoliki duniani na kuchagua jina la Papa Leo wa 14. Sasa ili kufahamu zaidi naungana na wanahabari wawili ambao wamekuwa wakifuatilia masuala ya Vatican kwa karibu, ambao ni Francis Mutegi pamoja na Robert Kiptoo. Nikianza na wewe Francis, hisia zako zipi kufuatia kupata papa mpya hii leo? Mwanzo kabisa nashukuru kwa fursa hii ya kuchangia katika mazungumzo haya, kuchambua jinsi uchaguzi wa papa umeendeshwa. Ni fahari kubwa, ni jambo la kufurahia, ni jambo la kuwasha mshawasho miongoni mwa Wakristo wa Katoliki kote duniani, kwa sababu jambo la kwanza ni kwamba tuna papa ambaye si kutoka Europa katika kipindi cha awamu 4 sasa mfululizo. Tokea Papa John Paul wa kwanza ambaye alihudumu kwa siku 33 pekee, kisha akaridhiwa na aliyechukua hilo jina akajifanya papa wa pili John Paul, ambaye ni John Paul wa pili hivi sasa mtakatifu. Kisha akaja Benedict ambaye alikuwa anatoka Europa, lakini kutokea hapo tukaenda kwa Francis, na sasa tumeanza kutoka bara Europa na kupea nafasi mataifa mengine ya mabara mengineyo. Na wakati huu baada ya bara lile la kusini mwa Amerika kupata, sasa bara la kaskazini mwa Amerika limepata, na uhusiano hupo kwa sababu umesema amezaliwa na akaishi maisha ya Peru pale. Hapana shaka Umarekani ndo msingi wake wa uzawa. Kwa hivyo ni jambo la kufurahia na la kutia moyo sana kwa Wakristo wa Katoliki kote duniani. Naam, asante sana. Robert Kiptoo ambaye ni mhariri wa BBC Radio, tunaungana naye pia vile. Robert, unazungumziaje kuhusu muda ambao imechukua kwa papa mpya kuchaguliwa? Kwa hakika muda ambao umechukua kuteua papa mpya umekuwa mdogo sana, na kuashiria kwamba
ni umoja ndani ya kanisa Katoliki, kwa sababu hapo awali kulikuwa na wasiwasi kwamba huenda ikachukua muda mrefu, lakini kutokana na vile tulivyoshuhudia tangu hapo jana, kwa sababu hapo jana walipiga kura moja tu peke yake, na hii leo baada ya kupiga kura ya kwanza mwendo wa asubuhi, ni nyingine mwendo wa saa 6 za mchana, hawakuafikiana, lakini leo jioni hatimaye wakaafikiana. Hii inaashiria kwamba licha ya ushindani ambao ulikuwepo, inaonekana kwamba wengi waliafikiana kwa haraka ili kuweza kuepusha jambo linaloonekana kwamba kanisa la Katoliki limegawanyika. Lakini sasa kutokana na matokeo haya ya haraka, inaashiria kwamba makardinali wote kwa pamoja waliweza kuafikiana kwamba huyu Papa Leo wa 14 ndiye anayestahili kupewa nafasi hii ya kuongoza kanisa Katoliki baada ya kifo cha Papa Francis. Naam, asante sana. Sasa Mutegi, unahisi mvutano kuhusu kanisa Katoliki kusalia katika utamaduni au kujitosa katika mabadiliko yaliyoko duniani umechangia vipi katika kuchagua papa huyu mpya? Jambo la msingi ni kwamba mabadiliko yamefanywa tangu achukue mamlaka Papa Francis aliyetuondokea, kwa sababu alitumia mfumo wa mageuzi mno katika usimamizi na maendesho ya kanisa, na ombi la wengi ni kwamba msingi huu utaendelezwa na papa aliyemrithi, kwa sababu mabadiliko hayo ni sharti ya dumisho kwa misingi kwamba kanisa hivi sasa haliwezi likakubali kurudi nyuma wakati dunia nzima inasonga mbele kwa misingi ya teknolojia, misingi ya utandawazi, kwa misingi ya jamii kuwa moja kote duniani. Nyakati zile za awali mapapa walichukua muda mfupi sana, mrefu sana kuchaguliwa, kwa sababu makardinali walichukua muda mrefu kusafiri na kufika kule na kuanza vikao, na hata kuna wakati walikuwa wanafungiwa na nyimwa chakula ili waweze kumchagua papa. Lakini sasa mabadiliko yanayoonekana duniani na utandawazi yanalazimu kwamba lazima papa anayerithi sasa aendeleze mageuzi ambayo yameanzishwa na mtangulizi wake Papa Francis. Na Francis Mutegi pamoja na Robert Kipto tutaweza kurudi kuendelea na mazungumzo yetu haya. Sasa hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Karibu tena, hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jina langu ni Hamida Abubakar. Kardinali Robert Prevost ametangazwa kuwa papa mpya na atajulikana kama Papa Leo wa 14. Je, unajua kwamba kumewahi kuwa na vikao vya aina hii ambavyo vimechukua muda mrefu zaidi na pia muda mfupi zaidi? Kwa sasa napisha Leila Mohamed atufahamishe zaidi. Makardinali wa kanisa Katoliki wenye dhamana ya kupiga na kupigiwa kura wanakutana katika baraza la siri, yani conclave, kumchagua papa mpya kufuatia kifo cha Papa Francis. Lakini unafahamu ni papa gani aliyechukua muda mrefu zaidi kupatikana? Sasa katika karne ya 13 ilichukua takriban miaka mitatu, yani siku 1006 kumchagua mrithi wa Papa Clement wa 4 na kufanya kuwa mkutano mrefu zaidi katika historia ya kanisa Katoliki. Hii ilisababisha makardinali wa kanisa hilo Katoliki waliokutana huko Viterbo, kaskazini mwa Roma, kuamua kupunguza msururu wa sheria za usiri kumpata papa mpya. Lakini mbali na rekodi hiyo ya kumpata papa ndani ya zaidi ya siku 1000, mkutano mfupi zaidi wa papa katika historia ulikuwa mkutano wa Oktoba mwaka 1503 ambao ulimchagua Papa Julius wa pili. Ulidumu kwa saa chache tu. Inaripotiwa ilikuwa chini ya saa 10 kutoka asubuhi hadi alasiri ya Oktoba 31 mwaka 1503. Unafuatia mkutano wa kumchagua Papa Francis mwaka 2013, na ule wa pili ni wa kumpata mtangulizi wake Papa Benedict wa 16, waliochaguliwa katika kipindi cha siku 2 tu. Leila Mohamed, BBC, Nairobi. Na asante sana Leila Mohamed. Sasa tunaendelea kuzungumza mazungumzo yetu ambayo tulikuwa nayo hapo awali ya kuweza kuangalia papa mpya atakuwa ni mtu wa aina gani, na bila shaka naye Francis Mutegi hapa studioni pamoja na Robert Kipto ambaye ni mhariri wa BBC Radio. Francis, nianze na wewe, unatazamia uongozi wa papa mpya utakuwa ni uongozi wa aina gani? Hana budi kuendeleza mpango wa mageuzi ambao ulianzishwa na mtangulizi wake, kwa sababu dunia imebadilika, na iwapo utaleta upapa wa kifalme basi utakuwa na wakati mgumu. Lazima endeleze upapa ambao unadumisha maslahi ya wanyonge, maslahi ya watu maskini, watu wanaoteseka, watu wanaoishi maisha ya dongo poromoka, na hiyo ndo mbinu peke yake ya kuweza kudumisha uhusiano wake na Wakristo
hilo ni moja. Jambo la pili, lazima azingatie mbinu za kukabiliana na itikadi kali ambazo sasa zimekuwa ngumu mno katika pembe zote za dunia, katika ibada zote za dini tofauti, na kwa sababu hiyo pana haja ya uongozi ambao utawezesha kulinda dunia dhidi ya hizi itikadi kali. Vivyo hivyo anabudi kuendeleza msimamo wa kuunganisha Wakatoliki kote duniani na zaidi ya mno ana haja mno ya kulinda mataifa ya nchi ama bara ambako kanisa linaendelea zaidi kama vile Afrika, kule Amerika Kusini na Asia. Naam. Robert, unadhani Papa mpya ataendeleza sera na mtazamo wa marehemu Papa Francis? Kwa maoni yangu nina hisia tofauti, kwa sababu utakumbuka kwamba Papa Leo ama Kardinali Francis ni miongoni mwa makardinali ambao walitofautiana na Papa Francis kuhusiana na masuala ya kanisa, kwa mfano kuhusiana na ndoa ya jinsia moja, kuhusiana na uteuzi wa kina mama kama mapadri, pamoja na wale ambao wameweza kuoa kuwa mapadri ama swala la useja. Yeye ni miongoni mwa wale waliokuwa na wafidina. Kile ambacho nakisia kwamba huenda akaendeleza ile huruma ya Papa Francis kuwajali maskini, kuwahurumia wasiojiweza, lakini kuhusiana na masuala muhimu ya kanisa, nadhani atakwenda kwenye mkondo wake ili aweze kuweka sera yake mwenyewe ama imani yake mwenyewe, kwa sababu alikuwa amesema kwamba kanisa la Katoliki linapaswa kuzingatia utume na wito, kwa sababu alisema kama wewe ni umewachana na useja, basi nenda kwa ndoa, na ndoa kwa kama familia ni ya mume na mke. Kwa hivyo utakuta kwamba kutakuwa na mageuzi kadhaa katika kanisa la Katoliki, hasa kuhusiana na swala la makardinali wengi kutoka kule Marekani na kule bara la Amerika ya Kusini. Kumbuka kwamba walikuwa wametofautiana vikali kwa pamoja na makardinali kutoka Afrika, wakisema kwamba Papa Francis kidogo apinde kwenye msimamo wa kanisa. Naam. Mutegi, Papa mpya anatokea Marekani. Sasa unaona atakabiliana vipi na dhulma za kingono pamoja na utawala wa Trump na masuala mengine ibuka? Kusema kweli, huyu Papa mpya ana historia ambayo haijawa nzuri mno kuhusiana na masuala ya dhulma za kingono hasa kanisani, kwa sababu katika kanisa lake kule Peru alipokuwa askofu ama askofu mkuu, aliwahi kupata visa kadhaa vya madai kwamba baadhi ya wasichana waliwasilisha kesi zilizokosa kushughulikiwa ilivyofaa, na kwa sababu hiyo ana historia ambayo haimletei sifa nzuri mno, kwa sababu pana kwa mfano kesi ya wasichana watatu ambao waliwahi kudai kwamba alikataa kushughulikia kesi yao walipowasilisha malalamishi kuhusiana na dhuluma walizofanyiwa na mapadri, na ila kanisa la sisitiza kwamba bila shaka walishughulikia swala hilo, japo ukweli ni kwamba huyu papa ana historia ya kutoshughulikia mno kesi hizi za kupambana na dhuluma za kijinsia. Lakini vivyo hivyo unapoingia pale kuwa papa, pana msingi mmoja ambao sharti uzingatie. Lazima uzingatie maslahi ya watu wote. Kwa sababu hiyo unalazimika kubadilisha sera zako, misingi yako, misimamo yako. Ndio maana anavyosema Kiptoo nakubali, lakini ukweli ni kwamba hawezi akasimama na itikadi za kikanisa ambazo zitaregesha kanisa nyuma, ili hali kwa mfano Papa Francis alimteua mwanamke kwa mara ya kwanza kuongoza mojawapo ya wizara, wacha tuziita wizara, katika kanisa kule Holy See. Kwa hivyo hana budi kuendeleza mageuzi ambayo mtangulizi wake alianzisha. Naam, asante sana. Kama unavyoona kwenye runinga yako, picha unazozitazama pale ni za moja kwa moja huko Vatican. Bila shaka ikiwa watu wanafurahi pale kutangazwa kwa papa mpya ambaye ni Leo wa 14, jina lake ni Robert Prevost, na mengi zaidi tumeweza kuyazungumza, tutazidi kuendelea kuyazungumza na kuangalia mengi zaidi yanayotokana na uteuzi wake. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jina langu ni Hamida Abubakar. Kardinali Leo wa 14 ametangazwa kuwa papa mpya na atajulikana kama hivyo nilivyokujuza, Papa Leo 14. Na sasa ili kufahamu zaidi, naungana na wanahabari wetu hapa studioni kama nilivyokujuza hapo mwanzo, Francis Mutegi pamoja na Robert Kiptoo ambaye ni mhariri wa BBC Radio. Robert Kiptoo, kulikuwa na matamanio ya watu wengi kuwa ungekuwa wakati wa Afrika kupata papa mpya. Hii imekuwaje?
Kwa kweli ni masikitiko kwa wengi, ila tu kama mwenzetu alivyosema hapo awali, shughuli ya kumteua papa ni shughuli ambayo ni ya kisiri sana. Kumbuka kwamba makardinali wanapokuwa kule ndani wote wako katika kiwango kimoja, na wanapopiga kura wanapiga kura ya kisiri, na wanapopiga kura hiyo wanapiga kwenye karatasi kimeandikwa kwamba ama imeandikwa kwamba ninamchagua papa ambaye atakuwa kiongozi. Kwa hivyo yeyote atakayechaguliwa kwenye kundi hilo basi atakuwa kiongozi wa kanisa la Katoliki. Lakini kwa bara la Afrika pengine itachukua muda, lakini wakumbuka kwamba ni jambo la kisiri na pengine wakati wetu haujafika, lakini utakumbuka kwamba kanisa la Katoliki lina maadili yake. Hakuna lolote linalotoka kwenye ndani ya ukumbi ya uchaguzi, kwa sababu tunalopokea ni peke yake ni ule moshi mweusi ama mweupe. Kwa hivyo kuweza kujua vipi watu waliweza kupiga kura vile vile ni vigumu sana, ukizingatia kwamba bara la Afrika lina makardinali 29 pekee, ukizingatia wale waliokuwa wakipiga kura ni 133. Kwa hivyo ukisema hata wale wa bara la Afrika wakiweza kumpigia mwenzetu kutoka bara la Afrika itakuwa vigumu kushinda. Kwa hivyo ni uteuzi tu ule wa kiutume na kwa Roho Mtakatifu kuweza kuwaongoza wale makardinali kumchagua mmoja wao. Naam, Mutegi, tumezungumza kuhusu Afrika, bara la Afrika limeachwa wapi kuhusiana na swala hili zima la matamanio yao ya kupata papa wa Kiafrika. Sasa waumini wa kanisa Katoliki kutoka Afrika pia vile vile mashariki watarajie nini kwa sasa? La msingi ni kwamba papa anafaa kupanga mpango utakaowezesha bara la Afrika kuhisi kwamba linatambulika kote duniani kama eneo ambako kanisa linakuwa kwa kasi zaidi. Bara la Afrika huchangia takriban 20-21 ya Wakatoliki kote duniani, ambao ni idadi ya bilioni 1.4 hivi. Lakini eneo la Afrika Mashariki kwa mfano limebahatika kwamba hapa ndiko Baba Mtakatifu mara ya kwanza Paul wa 4 alizuru katika bara la Afrika mara ya kwanza katika kizazi cha sasa, miaka ya 65 hivi 68, na alafu akaja tena Papa John Paul wa pili ambaye alifika Kenya, na yule papa wa kwanza Paul wa 4 alifika Uganda, lakini Papa John Paul wa pili ambaye sasa ni mtakatifu aliingia Kenya, aliingia Uganda, aliwahi kwenda DR Congo, aliwahi kwenda Nigeria, aliwahi kwenda Afrika Kusini. Kwa hivyo hapa Afrika Mashariki pengine matarajio yetu ni kwamba Papa Francis alipozuru eneo hili pia alifika Kenya, akafika Uganda na kadhalika, akaenda DRC na Kongo na taifa la Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kwa sababu hiyo eneo hili la Afrika Mashariki lina matamanio kwamba huyu papa ataona haja ya kuzuru mataifa ya Afrika zaidi kama njia mojawapo ya kuonyesha mataifa ya Afrika kwamba yanatambuliwa katika mchango wake kwa kanisa, na hasa kwa sasa vile hayajapata kuchaguliwa, kuna uwezekano kwamba pengine papa anayefuata sasa, kwa sababu bara la Amerika Kusini limepata, Kaskazini limepata, pengine Asia na Afrika ndio itakuwa katika awamu inayofuata. Hatujui ni lini, kwa sababu hatujui huyu ataishi miaka mingapi, japo ukweli ni kwamba bara la Afrika lazima liidumishwe, kwa sababu ulinzi wa maendelezo ya kanisa ya Katoliki upo katika bara la Afrika kutokana na msingi kwamba hapa ndiko kanisa linakuwa kwa kasi. Naam, asante sana Francis Mutegi pamoja na Robert Kiptoo ambaye ni mhariri wa BBC Radio kwa kuweza kuwa nasi jioni hii leo kuzungumzia kuhusu uteuzi huu wa papa mpya. Kumbuka kwamba tutakuwa tunaendeleza tu mazungumzo haya hapo kesho kuweza kuangalia mengi zaidi yanayohusu uteuzi huu. Na kwa habari hiyo sina la ziada. Naitwa Hamida Abubakar. Asante kwa kufuatilia katika chaneli yetu hii ya Lisha Ubongo. Tunakukaribisha uendelee kuwa mwanafamilia wetu na usiache kutoa maoni yako katika kile tunachokituma. Merci beaucoup, au revoir, ciao.